Naitwa Eli, ni mkazi wa Dodoma, naishi maeneo ya Area. Yule mtoto sio wangu, ni wa mume wangu, naishi naye. Ni kweli nilimchapa, hiyo siku kweli nilimchapa, sijakataa, kutokana na makosa hapa na pale. Kuna vitu baadhi anafanya vingi tu. Yaani kama vile umeweka chakula ndani, anadokoa. Kuna tabia yake ilikuwa sijajua alikuwa anafanya ni makusudi au ni vipi, kujisaidia. Na hiyo siku mpaka kilichofanya kikubwa sana, nikaja nikamchapa. Alijisaidia, akaingia ndani. Alijishika, then akaenda akawa anataka sasa kuingia kwenye masufuria. Umeona? Na ukiachana na hapo nilivomuuliza, akaanza kulia. Kwa hiyo nikajikuta nimepatwa na hasira. Ndio kitendo cha kutoka naye hapa nje na kumchapa na kurekodiwa hilo tukio bila kujua. Nimempiga, sijakataa. Ndio maana ngasema inatokea kwa sababu kuna muda unamuelekeza hivyo. Yaani nimemwadhibu kama kawaida tu, sio kusema nimempiga basi kwa sababu sio mtoto wangu kama hivyo maneno yanavyosemekana kisa ni mama wa kambo ndio maana unampiga. Nimemwadhibu tu kama ile kawaida. Ila ndio huu uchapaji, ndio maana ngasema sijakataa, mimi kosa nimekubali. Kwa upigaji sio sahihi kwa kweli. Ndio maana nikasema sijakataa hilo kosa. Kwa kila mtu akanukue anavyojua na anavyosema. Ni kweli nimekosea. Naomba wanisamee. Lakini tu ni kwenye masuala ambayo yanatokea katika jamii. Kwa upande mwingine ndo kama hivyo kwa sababu sio mtoto wangu. Mimi ndo nitabeba hayo makosa yote kuonekana mimi nimekosea. Na maana nikasema hilo kosa sijalikataa. Nimekosea, nimemchapa mtoto vibaya kwa kweli. Yaani nimekosea tu pakubwa. Ila imaanishi kwa watoto bila basi wapendi au namna gani kwa sababu sio wa kwangu. Watoto mpaka wamekuja kwangu nilikubali na nakaa nao. Ni kwa kweli namwadhibu mtoto, lakini kwa uchapaji wangu ule nilikosea kweli. Mimi kama mzazi nimejifunza kwa hili tukio lililotokea mpaka kusambaa mtandaoni. Nimejifunza mtoto sio kila kosa analofanya mpaka achapwe. Makosa mengine ni ya kumwambia. Kwa majina naitwa Maneno Ismail Chiata. Mimi mke wangu namjua. Kwa sababu tuna mtoto na huyo mwingine anakuja. Nimeishi naye na najua tabia yake. Ndio maana nilimwamini, nikamletea hao watoto. Kusema kwamba namwadhibu vile kwa sababu ni mtoto wa kambo sio kweli. Kwa hiyo inawezekana tu pale aliteleza, alikuwa labda na hasira, akatumia ile hasira kufanyaje kumwadhibu vile mtoto. Lakini kumchapa hapana, sio kweli. Na naamini kwamba mimi watoto wangu wanawapenda na wanawajali. Kwa sababu mimi ninapoondoka kwenda kutafuta namwachia watoto wangu, anawaandaa, kuna mmoja anaenda shule tayari. Anamwandaa kwenda shule na kumrudisha. Kwa hiyo hayo mengine ya mama wa kambo hapana. Sio kweli. Kwa upigaji wa namna ile sio sahihi kwa mtoto. Baada ya kupata hiyo klipu, mmoja nilikaa naye nikamuelekeza kwa sababu sikuwahi kuona wala sikuwahi kumkuta anamchapa vile. Baada ya kuiona hii klipu, kweli mwenyewe nilishangaza. Lakini nikakaa naye chini nikamwambia kwamba